Ilikuwa ni mida ya saa 7. Wanafunzi wote tuliomaliza mtihani wa kidato cha 4 jana yake tuliitwa, na dhumuni la kuitwa ni kwa sababu huwa kuna shule kubwa jijini Dar es Salaam inachagua baadhi ya wanafunzi wenye vipaji maalum na mwenye uwezo wa darasani kwenye mkoa wetu wa Bukoba. Na safari hii shuleni kwetu kuna mwanafunzi mmoja alichaguliwa kutoka kwenye wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 jana yake. Tukiwa tumekaa tunasubiri kwa shauku kubwa kujua ni nani, mimi na rafiki yangu Justina tukawa tunapiga story. Niseme ukweli, mimi nina akili ndiyo, na pia ukiachana na kuwa na akili, nina uwezo mkubwa sana wa kucheza mpira wa pete wa wasichana maarufu kama netball. Na mimi huwa sana nashika nafasi kuanzia ya 3 mpaka ya 5 tu darasani. Sijawahi hata mara moja kuingia ya kwanza. Nikawa namwambia shoga yangu, yaani hawa waalimu wametukalisha hapa na ni mida ya kuondoka hii. Tushalichoka shule lao hili. Justina akaanza kucheka. Akaniambia, ila angalau wewe shoga yangu unaweza hata ukachaguliwa uende da ukatoe nuksi. Nikamwambia, we shoga yangu, kwa akili gani yani? Waache kuchaguliwa wakina Priska kila siku wanaongoza, nije kuchaguliwa mimi watatu huko. Justina akaanza kucheka huko, anasema mbona Priska? Wakina Priska si ndo wakanisikia. Na alivyonipendi huyu dada, yani hata sijui kwani. From day one namuona damu zetu hazikuendana. Nilitokea kumchukia sana, na yeye pia alikuwa anipendi. Ila sishangai, maana ni ana majigambo hatari, na ukichanganya ana akili basi we. Sasa alivyotusikia akageuka kwa ujiuri kisha akasonya. Sisi tukabaki tunamshangaa tu, maana hatuwezi bishana na chizi. Alivyomaliza kutusonya akageuka kwa mashoga zake akawa anawaambia, yaani mijitu mingine bwana haina uhakika wa kuchaguliwa na bado imekuja kusikiliza majina ya wenzao watakaochaguliwa. Mwenzie akaitikia, yaani we acha tu, kisha wakaanza kucheka. Tukakaa tena kidogo, ndo mwalimu mkuu na mkuu msaidizi na mwalimu wa taaluma wakawa wanakuja. Wanafunzi wote wakakaa mkao wa kula. Walimu walivyoingia kwa heshima tukasimama kuwasalimia. Wakaitikia, tukakaa. Walimu wakaanza na kutupa hongera kwa kumaliza mitihani wa taifa. Kisha mwalimu mkuu akaanza kuongea kuwa kuna shule kubwa huko Dar es Salaam huwa inachukua wanafunzi wawili au mmoja tu kutoka kila shule za kijijini, na wanafunzi hao wawe na vipaji au uwezo mkubwa kitaaluma. Priska basi alivyosikia hivyo akaanza kutabasamu akijua tu ni yeye, na wanafunzi wengine wote wakawa wanamwangalia yeye. Mwalimu akaendelea na kwa shule yetu tuliwatumia matokeo ya mwaka mzima ya kila mwanafunzi na sifa zao, na wamemchagua mmoja tu. Ila nashangaa ni kwamba wamekosea au ni sawa, ila mwanafunzi mwenyewe aliyechaguliwa ni Sakina. Yaani watu wote hawakuamini. Huyo Priska ndo hadi akaanza kulia huku analalamika, mwalimu sio fair, mmekosea mwalimu. Mimi mwenyewe binafsi nashangaa kwa sababu mimi ndo huyo Sakina, na hivyo vigezo alivyotaja niseme sina tu zaidi ya kujua kucheza netball na akili kwa mbali. Mwalimu akaniita pale mbele kisha akaniambia tuongozane ofisini. Nikamwambia sawa, huku natetemeka. Kule darasani tumewaachia gumzo, hasa Priska ambaye alikuwa analia kama ana mashetani. Tukiwa tunaelekea ofisini, mwalimu wa taaluma akawa anaongea, yaani bora hata huyo Priska hajachaguliwa, maana ni maana akili ndiyo, ila ni mjeuri sana. Walimu wenzie wakawa wanachangia mada. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Tukaenda mpaka ofisini. Nafika kule na kutana na mbaba Mwarabu na mdada wa Kiafrika mmoja, ila anaonekana ni wa matawi. Kisha nikaambiwa niongee nao. Wale waalimu wa shuleni kwetu wakatupisha. Yule mbaba akaniambia kwa Kiingereza, "How are you?" Nikamjibu, "I'm fine." Akasema, "Kwa majina naitwa Abu Maheri Kaisar. Mimi ni mwanzilishi wa shule ya Light to Light iliyopo Dar es Salaam, ambapo ndiyo tuliokuchagua. Na huyu pembeni yangu ni captain wa mpira wa kikapu wa wanawake." Nikamjibu, "Sawa." Akasema, "Sasa hii ndo sababu maalum ya kukuchagua wewe shuleni kwetu, ni kwa ajili ya upungufu wa wanafunzi wanaojua kucheza mpira wa pete kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo tunaomba ukubaliane na ufadhili wetu huu." Nikawaza kisha nikawaambia, kwa sasa siwezi kukubali 100%, ni lazima nikaongee na wazazi wangu. Kwa hiyo naomba nikirudi nyumbani kesho, maana shule yetu sisi ni ya boarding, nitawaeleza wazazi wangu kila kitu. Yule mbaba akasema, "Hapana, sasa hivi tunakupeleka nyumbani na ikiwezekana tutakuombea ruhusa sisi." Nikawaambia, "Hapana, niaminini mimi, kesho kutwa nitawaletea majibu yenu." Wakakubali, ila wakasema, leo tunakuombea ruhusa uende nyumbani, maana sisi kesho kutwa tunaondoka. Na pia kuhusu wewe,
tutataka kuondoka na wewe, maana sisi kwako hatujakuchukua kwa ajili ya daraja la elimu, ila tumekuchukua kwa ajili ya michezo tu. Kwa hiyo hatutojali matokeo yako, na kuhusu matokeo pia utayasubiri ukiwa shuleni kwetu. Nikawa nashangaa, hawa mbona wanaharakisha sana? Wanataka wakanitoe kafara au? Maana Waarabu. Nikawajibu sawa. Yule mbaba akamwita mwalimu mkuu akaja, akamwambia, naomba huyu mtoto aende kwao leo hii. Mwalimu mkuu, yani sijui niseme anapelekeshwa, maana kawa mdogo kama pilitoni, kila anachoambiwa anakubali tu. Na huyo mwalimu mkuu huwa ni mkali, ila nikapotezea tu. Nikaambiwa niende nikapaki nguo zangu na kila kitu dom, kisha nijiandae. Usafiri wa kunipeleka nyumbani unakuja. Nikajibu sawa. Nikaenda dom na wakuta watu wanambembeleza Priska. Wakati huo Justina kajilalia zake, hata hawajali. Walivyoniona sasa, Priska akanyamaza, akawa ananiangalia kwa hasira. Yaani angekuwa Israeli yule angenitoa roho. Justina alinifurahia huyo, hakuwa hata na chuki shoga yangu yule. Akaniuliza, vipi, mbona unapanga nguo? Nikamwambia, naondoka leo home. Watu wote wakashangaa. Nikawaambia, ndivyo nilivyoambiwa. Kwa hiyo nikabeba mizigo yangu. Justina akanisaidia mpaka nje. Usafiri ulioitwa ulikuwa ni bajaji. Ikanibeba mpaka nyumbani. Nafika nyumbani, mama alikuwa kafurahi kwa sababu kati ya watoto wake watatu wa kike, mimi ndo wa mwisho na mimi ndo wa kwanza kufika form 4. Wengine wote waliishia njiani. Mmoja alifeli, mwingine akabeba mimba akiwa kidato cha 3 tu. Mama yangu alifurahi hadi akawa analia. Baba naye alivyosikia kelele akatoka nje. Alifurahi sana mpaka nilijihisi nimewapa wazazi wangu zawadi kubwa sana. Tulivyoingia ndani tukaongea mambo mengine yote, ila sikuwa nawaambia bado kuhusu shule ya Light to Light. Nikaa kidogo baada ya stori zetu kuisha, nikachukua kikaratasi nilichopewa na yule mbaba cha shule ya Light to Light, kisha nikampa mama asome. Sasa pale si hawakuandika kuwa ni ufadhili, maana waliorodhesha ada zote. Mama alishtuka, akaniambia, mwanangu, nini hiki? Utaka utuue? Nikamuuliza mama, kwa nini akasema hivyo? We mtoto, hii si milioni 30 imeandikwa hapa? Baba alivyosikia hivyo, akapokonya lile karatasi akaanza kulisoma. Na yeye alishangaa, akaniambia, yaani mwanangu, hii hela tutaipata tukiuza mifugo yetu yote na hivi vijumba na sisi wenyewe tukiwa ndani. Nikamwambia, ila baba. Bila ya kunisikiliza baba akasema, hakuna cha ila hapa. Nimeshasema haiwezekani. Sina hela mimi. Nikaanza kucheka. Mama akaniuliza, sasa unacheka nini? Nikamwambia, maana nawaongelesha, hamnipi nafasi ya kunisikiliza. Mama akasema, hapana, sisi hatuna hii hela. Baba akamkatisha akasema, embo subiri mtoto aongee basi. Mama ndo akakaa kimya. Nikaanza kuongea from A to Z. Kisha nikawaambia, hapa nimekuja kuchukua majibu yenu na kesho tutaenda wote shule kunikabidhisha. Alafu kesho kutwa naenda Dar es Salaam. Mama yangu alifurahi huyo, alirukaruka, alipiga vigelegele, baba naye. Mama akatoka nje, anapiga kelele hadi watu wakawa wanamwangalia. Jirani yetu akauliza, kuna nini? Mama akamwambia, mwanangu anaenda Dar kusoma shule ya milioni 30. Yule jirani hata hakujibu sababu binti yake naye nasoma naye, ila hakuchaguliwa. Akasema tu hongera, kisha akaingia ndani. Usiku huo nikautumia kupanga nguo na vitu vyangu vingine vya nyumbani baadhi, maana niliambiwa uniform tutapewa huko huko shuleni. Nikalala. Kesho yake mapema, baba, mama na mimi tukaongozana mpaka shuleni kwetu. Wakanikabidhisha kwa mwalimu mkuu bila ya kusahau kupewa ushauri na mama niende nikatulie huko kwenye shule za watu, niache mapepe na nisome pia. Nikamwambia sawa mama, nimekuelewa. Akasema basi vyema kama umeelewa. Siku hiyo mimi naenda shule, wenzangu wao ndo wanajiandaa kuondoka shule, maana tulishamaliza. Sasa kwa Priska bado alikuwa na hasira na mimi. Nikimwangalia tu usoni anaonesha. Nikajiuliza, sasa jamani, mimi kosa langu nini kujua kucheza netball? Ila sio kosa langu, maana mie wakati na focus kwenye netball, wao wakawa wanajiona maslay queen, hawataki kunuka jasho. Watajijua wenyewe. Wazazi wangu baada ya kunikabidhi wakaondoka zao. Mama alinipa viakiba vyake karibia vyote, maana alinipa 60,000 na hiyo hela kuitafuta kwa shida kweli kweli kule kijijini. Baada ya wazazi wangu kuondoka, nikakaa kidogo, nikaambiwa muda umefika. Mwalimu mkuu akabeba mizigo yangu akaweka pale nje. Likaja gari kubwa kama yale ya kusafiria, yaani ni kubwa hilo mpaka raha. Alafu nje limeandikwa Light to Light International Schools.
Nikawekewa mizigo yangu na kadada fulani hivi, na hisi yule sijui ni kocha, maana kavaa t-shirt nyuma imeandikwa Netball for Life. Nikapanda sasa kwenye gari na kuta wanafunzi kibao wa kike. Nikakaa kiti ambacho hamna mtu na hata sikumwongelesha yoyote. Huwa sina muda wa kuongea na watu nisiowajua. Sasa tukaanza safari. Tukafika shule nyingine. Nje pale kulikuwa na mdada mwingine. Gari likasimama, likamchukua. Hapo ndo nikaelewa, kumbe hili gari linakusanya wanafunzi wa ufadhili. Yule mdada aliyepanda muda huo akaja kukaa kwenye kiti cha pembeni na pale nilipokaa mimi. Akaniambia, "Mambo?" Nikamjibu poa. Kisha nikaendelea kuangalia dirishani. Yeye akawa anakula matunda fulani hivi, huwa anayapenda sana, bila hata ya kumwomba, ila yeye mwenyewe akanipa na sikuweza kukataa, nikakubali. Basi hapo ndo urafiki wetu ulipoanzia rasmi.